Uko fiti? Usikae mjonge. Unajua ni A student, nafasi wewe ndio kusema tani. Ukiongea mpaka chief na kusikiliza sasa hivi kule nyumbani. Si ndio? Ama chief ajui ulipata A? Sidhani kama anajua. Anafaa ajue ulipata A. Chief anafaa ajue ulipata A. Mwanangu, before upate hiyo A, kuna safari pale nyuma. Struggles ambazo ulipitia pale shule. Ulifanya nini ambacho extra ambao ukajua mimi nitapata hii A? Ambacho wengine pengine kule nyuma hawajui. Struggles zipo nyingi tu. Na kwanza sijui nianzie kuanzia form 1 au popote utakotaka. Wewe ni mwenye wewe sema tu unataka nini. Struggle tulianzia mbali. Tulianza hata tulipoingia form 1 kwanza. Kwanza jambo la kwanza tulipoingia form 1. Kitu ambacho nilikuwa sezani nacho mimi pale kwa Lehai. Ni kurauka. Mnaamka saa ngapi pale kwa Lehai? Kwa Lehai inategemea na class ambayo upo. Yaani kuna juniors na seniors. Kwa juniors wana muda wao kuamka na junior ni form 1 na form 2. Form 1 form 2. Na form 3 pia. Form 3 pia ni junior? Sio junior lakini wao wanaamka at the same time. Lakini nilipokuwa form 1 kwanza mimi nilichelewa kwenda shule. Na nilipoingia tayari sababu form 1 walikuwa wanapewa muda wa kujijenga na mazingira ya shule kwanza. Wanaamka kuchelewa yani. Lakini mimi nilipofika kwa Lehai nilichelewa na nilikuwa tayari wenzangu wako mbele wanaamka tayari saa 10. Sasa mimi nilikuwa sijazoea kuamka saa 10. Na kibaridi cha Kwale. Baridi cha Kwale na kipindi hicho tuliingia mwezi wa 5 baridi ambayo wewe yani wakati wa naingia Kwale hiyo baridi sikuwa kuiona tena mpaka nilipomaliza. Sasa nilipoamka saa 10 kwanza nilishangaa. Nasikia wao wanatumia huta kutuamsha. Honi. Sasa sikujua najua huta ni nini. Nilikuwa nimezoea kengele primary. Saa 9 yani saa 10 ile huta ilipolia naona kila mtu anafungwa box. Taa zimewashwa, kila mtu anafungwa box, watu mbio sijui watu wanaenda wapi. Nilikuwa na mwenzangu pale ambaye nilimkuta pale alikuwa form 2 akanionyesha darasa langu tayari. Kwa hiyo najua loka yangu nilipoweka. Kuna bench pale nyuma rasikuwa na kiti. Sasa ilipofika ile saa 10 huta ilipolia naona wenzangu wanavaa pale. Mimi na mimi nikafanya kile wenzangu wanafanya. Nikavaa uniform tayari. Boarding master alipoingia tulitolewa mbio. Nilikimbia sijui tuenda wapi. Mtaje boarding master ndani? Anaitwa Mr. Milo Goti. Sasa mbio tayari mpaka darasani. Hiyo ilikuwa saa 10. Hapo hiyo day 1 tayari nilisinzia. Kutoka saa 10 mpaka saa 11 nikaushwa chai. Unasinzia darasani hiyo prep ya asubuhi. Hiyo prep ya asubuhi ya kwanza hiyo. Wiki ya kwanza yani nililala wiki nzima mpaka kufika Ijumaa. Kidogo nipige simu nyumbani niseme haya maisha yamenishinda. Lakini nikabidi nijikaze. Kiume. Nijikaze. Sababu sasa amekuja kuweka na kuambia nimekuleta usome. Nikirudi nyumbani nayo itakuwa kesi pia. Sasa wiki ya kwanza afadhali ikaja weekend sababu weekend tuamka saa 12. Tulipiga tamu ya kwanza. Tamu ya kwanza nikazoea kiasi pale. Hata majibu ya Entam 1. Entam 1 nilikuwa position 98 na B plane form 1. Mlikuwa ngapi darasani? Tulikuwa ama hiyo stream nzima? Hiyo ni majibu ya stream nzima. Stream ilikuwa na watu wangapi wakati huo? Hiyo stream ilikuwa na watu kama 60. Yani walikuwa nafika 60. Lakini overall ndio nilikuwa position 98. Classic position 13. Na uko na B plane. Kwani unasoma vipi hapo shule? Kama wa kwanza na ngapi kama 98? Tulianza yani hiyo hilo yetu tulianzia chini sana. Sababu wenye minor alikuwa hata darasani kwetu kwanza alikuwa na B+ wakati. Lakini nilipoanza B plane nikawa napanda hivi juu. Term 1 niliporudi term 2 sasa nikawa nimezoeana na mazingira kwa Lehai. Nikaambua ukiamka sasa ni mindset. Kwa ukiamka naamka nende nikasome. Unajiprogram wewe mwenyewe yani. Kwa nikiamka saa hii nikienda yani kwanza unapanga kabla hujaenda lala siku ambayo
kesho yake utasoma somo gani ukiamka asubuhi, topic gani, sehemu ambayo hauko sawa. Na ukishajipanga vile, ukifika kesho hakuna vile unaweza lala. Ndio nilipojua hivyo sasa. Ndio nikawa kila siku jioni napanga kabisa kabla sijaenda kulala. Napanga kesho nasoma somo fulani, sehemu fulani. Ndio maisha kwa hai nika umeanza kuyazoea. Nimeanza kuyazoea. Okay. Kwa hivyo ukapaa hivyo mpaka kumaliza form 4. Nikapanda hivi. Kwa hivyo ulianza na B plane. Nilianza na B plane. Hiyo ni form 1. Exam ya kwanza hiyo. Term 3 sasa. Term 3. Hiyo exam term 3. Hiyo nilipita kabisa na B+ position 9. Hivyo ndio unapanda. Form 2 nikapiga B+ nyingi tu pale. Form 3 ndio nikaanza kupata A-. Yaani kifupi nilianza chini hivi kupanda. Form 3 A-. Fika form 4 ndio nikarudi chini kiasi. Kwa nini ukarudi chini? Si form 4 mambo yamekuwa mengi. Hiyo chini ni ngapi urudi chini? Nikarudi B plane sasa. Baada ya sababu form 3 nilikuwa napata A-, B+. Nikarudi B plane, yani form 4 term 1. Sababu mambo ni mengi, kuna form 1 unatakana usome form 1, form 2, form 3 na form 4 pia. Alafu ukumbuke ukifika form 4 walimu syllabus wanaipeleka mbio ili ishi mapema. Sasa nilipoingia form 4 term 1 ka slow down kiasi. Lakini tulipomaliza syllabus sasa ndio nikaanza ile revision sasa. Sana physics 1 ndio tulikuwa nyuma sana. Form term 1 tukamaliza syllabus, hata tulibaki shule kwanza. Kwa hiyo yani hatukwenda likizo hapo wiki moja. Yani siku 10 tulibaki shule kumaliza hiyo syllabus. Term 2 ndio tukaanza revision sasa. Hapo ndio tukaanza kupanda tena. Kwa hivyo grade ya chini ambayo ushaipata kwa maisha yako ni B plane. B plane. Hiyo ndio ya chini. Hey. Okay. Mimi nitakujua yangu fanya nini? Twende upande huu. Huyu amesema kwao ni A. Yaani yeye ndugu zake wote wawili walipiga A. Okay. Hali ilikuwaje pale shule mpaka uka struggle kupata ile A? Maana yake huyu ashatuambia inahoga mindset. Kwa hivyo kule ambaye yuko pale shule ama sasa hivi ama pengine yuko day school nini ambaye bado yuko shule, kila kitu ni vile una program akili yako. Si ndio hivyo? Ndivyo. Una program kuanzia mwanzo, yani program. Unapanga kila kitu vizuri. Yani unapanga mipango vizuri. Ujipange vizuri. Kama ni kusoma ujue I'm weak in this subject. Sababu masomo ni mengi. Hata ukiwa form 1 masomo ni 11. Hata kama uingia form 2, lakini nategemea na shule. Kama sisi wale tulichagua masomo form 1 term 3. Form 1 term 3. Lakini shule nyingi sana zinachagua form 2 term 3. Ndio yanapungua na kwa masomo 8. Sasa masomo 8 bado ni mengi.